Mada ya kwanza: jinsi mwanafunzi anaweza kugundua uwezo wake wa ndani, licha ya changamoto za ufaulu alizonazo. Mwanafunzi mwenye changamoto ya ufaulu ni mwanafunzi ambaye hapati matokeo ya kuridhisha katika masomo yake kulingana na umri, darasa au uwezo wake, licha ya kuhudhuria shule na kujitahidi. Mara nyingi mwanafunzi wa aina hii huonekana kama kwamba hafanyi vizuri, lakini ndani yake bado kuna uwezo mkubwa ambao haujaguswa. Kwa kawaida, mwanafunzi mwenye changamoto ya ufaulu anaweza kuonesha baadhi ya dalili kama: kupata alama za chini mara kwa mara, kupata shida kufanya hesabu au kuelewa masomo fulani, kukosa umakini darasani, kuwa na wasiwasi, kukosa kujiamini na motisha ya kujifunza. Sababu za changamoto hizi ni nyingi. Zinaweza kuwa mbinu za ufundishaji zisizomfaa, mazingira ya nyumbani, lugha ya kujifunzia, changamoto za kisaikolojia, au matatizo mahususi ya ujifunzaji. Muhimu kufahamu ni kwamba, mwanafunzi mwenye changamoto ya ufaulu si mwanafunzi asiye na uwezo. Mara nyingi anahitaji tu msaada sahihi, mbinu tofauti za kufundishwa, na mtu wa kumpa moyo. Wanafunzi wa aina hii wapo katika jamii na katika shule zetu, za serikali na binafsi. Wengi wamekatishwa tamaa. Hebu fikiria, mwalimu ameshamkatia tamaa, mzazi naye keshamkatia tamaa kabisa, na mwanafunzi mwenyewe anaanza kujiambia moyoni, bora tu nimalize shule. Hatimaye anahisi yupo tu ili kusogeza siku. Baadhi yao huishia njiani na kuwa wale tunaowaita dropout students. Mara nyingi tukimuuliza mwalimu mwanafunzi fulani yupo wapi, atasema, ni mtoro. Lakini ukweli ni kwamba huenda alikata tamaa mapema baada ya kuona hakuna msaada wa kumuinua kufikia malengo yake. Ewe mwanafunzi, usikate tamaa, usijali, usihofu, usiwe na wasiwasi. Kupitia Anko Susu Channel, unaweza kufaulu kitaaluma, kimaadili na kimaisha. Kumbuka, kila mwanafunzi ana uwezo wa kufaulu, elimu ni kwa wote. Sasa, sikiliza kwa makini, ni kwa namna gani unaweza kugundua uwezo wako wa ndani na kutoka katika changamoto za ufaulu. Jinsi mwanafunzi anavyoweza kugundua uwezo wake wa ndani. 1. Kujitambua. Jiangalie kwa uhalisia, unapenda nini? Unaweza nini vizuri? Ni wapi unapokwama? 2. Kuweka malengo madogo yanayotekelezeka. Usianze na lengo kubwa sana. Anzia na hatua ndogo ndogo, kama kuongeza alama za somo moja kwanza. 3. Kujipa muda na kutokujilinganisha na wengine. Kila mwanafunzi ana kasi yake ya kujifunza. Jilinganishe na wewe wa jana, si mwenzako. 4. Kujifunza kutokana na makosa. Ukikosea, usikate tamaa. Jiulize, nilikosea wapi? Makosa ni mwalimu mzuri. 5. Kutambua vipaji nje ya darasani. Labda una kipaji cha uongozi, michezo, muziki, uchoraji, ujasiriamali au mawasiliano. Huo pia ni uwezo. 6. Kutafuta msaada na ushauri. Ongea na mwalimu, mzazi au mshauri. Mara nyingi wengine huona uwezo wetu kabla sisi hatujaona. 7. Kujenga kujiamini. Jisifie mafanikio madogo unayofanikisha. Hatua ndogo ndiyo hujenga mafanikio makubwa. 8. Kugundua mbinu ya kujifunza inayokufaa. Wengine hujifunza kwa kusikiliza, wengine kwa kuandika, kutazama video, au kufanya majaribio ya vitendo. 9. Kudumisha nidhamu katika kusoma. Tengeneza ratiba, lala vya kutosha, punguza usumbufu. Akili iliyochoka haifanyi kazi vizuri. 10. Kuwa na mtazamo chanya. Jiambie, ninaweza kubadilika na kufaulu. Mtazamo chanya hufungua milango ya mafanikio. Ukizingatia haya, taratibu utaanza kuona mabadiliko katika ufaulu wako. Usikate tamaa, unaweza. Tambua kuwa hakuna mtu asiye na uwezo. Alama za sasa haziamui maisha yako yote. Imeandaliwa na Mwalimu Anko Susu. Jiunge nasi, uwe sehemu ya kubadilisha ufaulu.